Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 6 hadi ule wa 7. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 6 hadi wa 7, nasoma katika jina la Yesu. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe wafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Neno la Bwana. Upendo wa familia ya Mungu, tumekusanyika hapa siku ya leo tukijua kwamba tuko mwezi wa 8, na mwezi huu wa 8 dayosisi yetu kwa kutambua na kuona umuhimu wa familia ulipanga kuwa ni mafundisho maalum ya unyumba, kwa maana ya kuzungumza habari ya familia zetu, habari za malezi ya familia. Na kanisa linatambua kabisa hakuna usharika au kanisa pasipo familia. Leo ni juma la 3 tangu tumeanza kujifunza mafundisho haya. Nataka niamini kwamba katika sharika zote tumeanza mafundisho kule. Hebu sharika ambao walifundishwa juzi tupunge mkono. Siku tena tunaanza uzinduzi wa kufundisha kutoka sharika ndio mjafundisha. Naamini ni mafundisho yanayoendelea kwa kanisa zima katika dayosisi yetu. Na mfululizo wa masomo yetu leo likiwa ni juma la 3. Juma la kwanza tumejifunza juu ya upendo na mawasiliano katika familia ya Kikristo. Na juma la pili, ambapo Jumapili iliyopita tukajifunza juu ya changamoto ya utandawazi katika malezi ya familia ya Kikristo. Na leo tunaendelea kujifunza namna ya kujenga na kuimarisha imani katika familia ya Kikristo. Mwambie mwenzako, namna ya kujenga na kuimarisha imani katika familia ya Kikristo. Ni muhimu kutambua kwamba ubatizo ni jambo moja, kuishi ubatizo ni jambo la pili, kuja ibadani ni jambo moja, lakini kuishi mafundisho yale ambayo tumejifunza kupitia ibada hii ni jambo la pili. Kuimba ni jambo moja, lakini kuishi maneno na ujumbe wa wimbo ambao tumeuimba ni jambo la pili. Kuonesha kazi nzuri za idara ya malezi ya familia kama umoja wa wanaume na umoja wa wanawake ni jambo moja, lakini kuyafanya mambo hayo katika maisha yetu ya kawaida ni jambo la pili. Na hapa kumbe sisi wote tumekuwa Wakristo, na unakuwa Mkristo sio kwa njia ya kwamba umezaliwa familia ya Kikristo au ya Kiluteri, ila unafanyika kuwa Mkristo kwa njia ya ubatizo. Na ukishafundishwa umebatizwa, kuna kuhitaji kukulia wokovu, kuishi maisha ya ubatizo wako, maisha ya kumkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na sisi kama familia za Kikristo tunahitaji kufahamu namna ya kujenga na kuimarisha imani yetu, kwa sababu tunaishi kwenye jamii ambayo kuna ukengemfu mkubwa wa imani. Yako mafundisho ambayo ni potofu mengi tunakutana nayo. Usipofahamu namna sahihi au mbinu au njia sahihi ya kujenga na kuimarisha imani yako Kikristo, utajikuta ni Wakristo ambao tuko kama fashion fulani, lakini matokeo na nguvu ya Kristo ndani yetu haionekani. Kwa hiyo kupitia muda huu mfupi tutatafakari kwa pamoja namna gani ya kujenga na kuimarisha imani. Familia, kama nilivyosema hapo awali, ndio msingi wa jamii na kanisa. Na imani ya kweli huanza nyumbani kabla ionekana kanisani. Wazazi tunaitwa kuwa walimu wa kwanza wa watoto katika mambo ya Mungu na mambo mengine ya kijamii. Na familia iliyoimarika kiimani huwa na umoja, huwa na amani na mwelekeo ambao ni sahihi katika maisha, kwa sababu wanaongozwa na msingi wa neno la Mungu. Na katika utafakari ukisoma Yoshua 24 mstari wa 15 anasema, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kumbe katikati ya namna mojawapo ya kuimarisha familia ya Kikristo iwe na imani thabiti, kwanza nyumba zetu ziwe ni mahali pa sala, mahali maombi yanafanyika, mahali ibada zinafanyika. Ni kwa njia ya ibada ndiko tunapata mafundisho kupitia neno la Mungu ambalo linatuelekeza jinsi gani ya kuishi,
na nyimbo mbalimbali ambazo zinatuimarisha pia katikati ya ufuasi au wanafunzi wetu kama Wakristo. Maombi ni pumzi ya maisha ya kiroho. Familia inayosali pamoja hujenga umoja, upendo na nguvu ya kushinda majaribu. Na ibada siku zote inaanzia nyumbani. Na ibada ambayo inaanzia nyumbani huwasaidia watoto kujifunza kumjua Mungu tangu utotoni na wanapokuwa. Katika somo lililopita ambalo lilikuwa linaeleza habari ya changamoto ya utandawazi au mawasiliano kwa watoto, ikaonekana utandawazi umetuondolea nafasi ya kusali pamoja au ya kuomba pamoja kama familia. Ikifika muda fulani wa jioni, mtoto yuko chumbani ana iPad au na kompyuta na simu yake, yuko busy anachati, anamaliza kifurushi chake. Mama naye yuko huko ana simu yake, kifurushi kinakaribia kuishia, anapambana na watu wake ya vikundi na vikoba. Baba naye yuko chumbani huko au sebuleni anaangalia BBC na mpira wake. Kama ilitokea tena ilikuwa ni siku ya Simba Day na Yanga Day, ndio hivyo tena. Kwa hiyo kila mmoja analala kivyake. Alafu asubuhi kila mtu anaamka kombora. Mama aliamka kivyake, akaambia dada, muangalie mtoto apambane na shule na vitu vingine. Alitoka mapema. Akamwacha mzee naye amelala. Watoto wameondoka. Kwamba ulirudi saa ngapi? Wanaulizana. Kumbe na wao unalala huko ndani. Kwa sababu hakuna mawasiliano. Ni utandawazi umekuwepo, lakini una madhara pia katikati ya maisha ya kawaida usipotumika sawa sawa. Katika majadiliano ilionekana kwamba utandawazi sio kitu kibaya, ni kitu kizuri sana. Kwa sababu ukiona mchungaji Tarimu anarushwa live huko kwenye mitandao, ni utandawazi umerahisisha maisha namna hiyo. Ukiona mimi naongea kupitia hii mic unanisikia, ni utandawazi, teknolojia imesaidia mambo namna hiyo. Lakini kupitia simu zetu kuna mawasiliano na wengine kujua njia ya kufika hapa veterinary, ni mawasiliano, ni kitu kizuri. Lakini hata nguo ulovaa vizuri, hilo wigi ulilipiga hapo kichwani mzee, ni utandawazi, ni teknolojia. Ukiona unaenda saluni sasa hivi umekaa vizuri, zamani wale mama zetu waliungua, unafahamu vigae vilichoma kigoni vina moto afu umepitiwa na sikio imekula kwako. Lakini utandawazi umesaidia kurahisisha mambo, teknolojia iko vizuri, kuna ustaarabu unaingia kwenye mashine huko unatoka vizuri na mambo mengine yanaendelea. Kwa utandawazi ni mzuri ukitumika vizuri. Maana yake tuwaandae watoto wetu pia jinsi ya kupokea utandawazi, kwamba tuishi maisha ya sala pia ndani ya familia zetu. Kwa njia ya utandawazi unaweza kusaidia sisi kukaa pamoja. Hiyo simu yako baada ya kupiga umbea tu na kupeana ubuyu, pigia simu watoto leo Jumapili mmeenda ibada, mmeamkaje huko jamani? Hiyo ni sehemu ya baraka ya utandawazi. Lakini utandawazi huo pia ukiutumia vibaya, kuna wenzako anaweka kwenye status, anaonesha mimi ni mrembo, nauza vitu hivi na bidhaa 1 2 3, yeye yuko sokoni. Wewe unapambana kuuza sura. Na kupiga staili umekaa hivi, umekaa namna hii, umegeuka. Hakuna mtu ananunua hiyo mzee hiyo post. Sana sana umepoteza MB zimeisha, hela zimeisha. Na wale Gen Z, yeye anapambana kuunga kifurushi kimeisha, tangu amejiunga, oi, ni aje? Oza. MB na katika inaisha. Leo na mwenzako alipeleka pale aliingiza pesa. Usipotumia utandawazi vizuri inakula kwako, ni hasara. Lakini ukatumia vizuri ni fursa na maendeleo utayaona. Kwa hiyo tunakumbushwa katikati ya familia zetu, njia moja wapo ya kuimarisha imani yetu ni sisi tupate nafasi ya kuomba, kujifunza neno la Mungu, kuimba nyimbo kwa pamoja. Na umuhimu wa ibada katika familia zetu unaimarisha imani ya wanafamilia. Unafundisha watoto neno la Mungu, na familia inaomba pamoja, kuwa na uwezo mkubwa wa kusimama pamoja hata katika nyakati za changamoto. Ukiona watu wanakata tamaa, ni kwa vile haoni tumaini, hawana uhusiano na Mungu. Lakini mambo mengine katikati ya dunia tunaoishi, neno la Mungu linasema hayawezekani ila kwa kufunga na kuomba. Kwa dunia hii na mvurugo wake, tukiwa ni watu wa ibada, maisha ya sala, tutaweza kwenda salama. Na katika neno kuu la mwaka huu, Waebrania 10:24 kusoma 25 nasema, wala tusiache kusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine.
Sisi kama waumini wa Kristo tunahitaji ushirika ili kutiana moyo, kufundishana na kukua kiroho. Lakini kushiriki ibada za jumuiya na za Jumapili ni njia muhimu ya kuimarisha imani ya familia. Nataka nikwambie, mtu ambaye hajaenda kanisani leo ana tofauti kubwa sana na wewe. Kwanza ukikuta kwa mtaani, hujua amenawa uso, sikio na matongotongo, hasomeki. Lakini wewe unakuja ibadani licha kuja kuabudu Mungu, ni mtoko maalum. Hiyo nguo usingevaa mzee leo kama sio kuja ibadani. Hawa angali kitu kishafukiwa huko chini. Lakini leo ibadani amekuja amepiga pambao vizuri pamoja kama ni sare maalum. Sasa napigiwa nikutokelezea leo. Tafikiri ni mwanangani. Lakini unatoka angeivaa wapi hiyo nguo? Lakini akitokea ameivaa leo na watu wangali tumeheshimika kwa hichi kifaa kina maana. Kuna wengine leo wengi usingeniweka hapo kichwani kama sio ibada. Ungekuta sasa hivi unanuka pumba huko na udongo mbalimbali na vumbi. Lakini leo umetoka umepiga uso wako vizuri na makeup umepiga vizuri, unapendeza. Mpe Mungu makofi ya shangwe na vigelegele. Kuna mtu mpaka sasa hivi amekaa kwenye shuka hajijui. Lakini wewe umekuja huko umeshakuta na wao wengine. Sio ajabu umesagasaga hapa na chai umeshapiga tayari, na baadaye utapiga msosi hapa kanisani. Umeshaona maonesho mbalimbali pale. Kuna wengine walipoangalia tu kwenye banda pale, kuna mahali kuna moshi, kuna nyama zitaliwa. Inakupa akili nyingine tofauti na mtu ambaye hajatoka. Unakutana na mafundisho ya kutia moyo katikati ya ibada. Kuna nyimbo zimeimbwa nzuri hapa. Ni sehemu ya kuimarisha imani zetu. Tunakumbusha wapendwa, kwa kushiriki tu ibada kuanzia kwenye sala za jumuiya na maeneo mengine, tunaendelea kuimarisha imani yetu. Na niwasihi wazazi katika kuwalea watoto. Tumeona changamoto kubwa. Kabla ya kubarikiwa tunakuja kanisani, Sunday school na ibada tunaanza. Wakisha barikiwa utafikiri umefanya graduation au mahafali kwamba mmegraduate msije tena kanisani. Mmehitimu kuja ibada. Swali la haraka tu, wale barikiwa mwaka jana pale wanyoshe mikono. Naona ibada nzima kuna watoto wawili. Na veterinari ulibarikiwa ngapi mchungaji Darimo? Anatia moyo hata nani angalau kwa uchache wao. Wale wengine wako wapi? Shirika nyingine wamebarikiwa watu karibu 90. Ukiuliza kwa ibadani hawapo. Nilipokuwa nakuja njiani leo nikakutana na vichali vidogo vidogo. Nauliza habari ya veterinari ni wapi? Nikaniambia ni hapo tunaenda hivi, utakata hivi kuna vinyapo mbele, ndio hapo. Nikaniambia nyinyi ni Wakristo ndio. Leo mbona mnaenda kanisani? Si ati leo kuna misheni nyingine tunafuata huko. Simple like that. Ni watoto wadogo, nadhani kama sio primary wamebarikiwa mwaka jana au mwaka juzi, sio muda mrefu. Lakini sio jambo na mzazi umekuja huko kanisani hapa hujajua mtoto wako yuko wapi. Ndio maana idara ya malezi ya familia inaturejesha kukaa pamoja kuwalea watoto wao, kuona umuhimu wa ibada. Lakini kuna wengine umeamka asubuhi umeenda jumuiya, umeacha mtoto wako kijana amelala kule nyumbani. Unatengeneza bomu la nyuklia. Na wengine mpo hapa mkitoka vizuri, amelala anachati pale tu apate kifurushi chake, apate na salio la vocha na simu ile inachaji. Amna chakula hapo, unampa msosi anakula. Alafu anajikuta jioni saa 10 anaenda zake kucheki mechi au kitu kingine. Na kuambia unatengeneza bomu litakula na wewe. Mkurupue wabelenda kanisani. Akifika huko usipambane naye. Wako alioandaliwa kama ni mwinjilisti, ni bartuweka au ni mzee wa kanisa au ni mchungaji, atasema neno la wakati kwa ajili ya vijana wako, atapona. Lakini usipomleta huko kanisani tutamkuta wapi? Imani chanzo chake ni nini? Kusikia. Kwa lazima waje alisikie neno la Mungu, aamue kunyoa au kusuka. Lakini tumesema litakutana na yeye. Faida ya kushiriki ibada pamoja na kujifunza neno la Mungu, unapata ushauri wa maombi, unajifunza huduma na nidhamu pia za kiroho, na kuwa mfano mzuri hata kwa wengine na jamii inayotuzunguka. Wazazi, tunapowatanguliza watoto katika maisha ya ibada, tunawekea msingi imara wa maisha ya kiroho. Lakini pia familia ni utumishi wa vipawa na mali ambazo Mungu ametupa. Ukisoma Petro wa kwanza 4 mstari wa 10 anasema kila mmoja kwa kadiri alivyopokea karama aitumie kwa kuhudumia wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hauishi kwa ajili yako. Jitahidi katika maisha uishi kwa ajili ya wengine. Kipawa Mungu alichokupa sio kwa ajili yako binafsi.
ni kwa ajili ya wengine. Hapa Ngare mchungaji Tarimo sio wa kweli, lakini alielimishwa huko na leo ni mchungaji yuko hapa kwa ajili ya watu wa Ngare kwa majira na wakati huu. Anaimba hapo, una sauti ya kwanza au ya pili, usijivune, ni Mungu amekupa uweze kuhubiria watu. Sasa waimbaji, kuna wakati mna nyodo. Najua mimi ndo soloist wa hii kwaya. Njoo mazoezi sitaki, kafanya hichi sitaki, mpaka nipigiwe simu niombe na kitu gani. Nataka nikwambia Mungu amekupa si kwa ajili yako, ni kwa ajili ya watu wengine wapate hiyo neema ya kuhubiri. Tumia sauti yako kumsifu Mungu. Usiwe na kiburi, usijivune. Tunahitaji kuwa wanyenyekevu ili kazi ya Bwana isonge mbele. Ndio maana hata wataalamu leo hata watapima katikati ya uimbaji wetu. Tunaimbaje? Tuimbe kwa akili, kwa ustadi, lakini pia kwa roho. Tutumie vipawa vyetu kumsifu Mungu. Na kila kitu ni kipawa, ni karama. Wewe kama uwezi kuruka kama vijana wa Ngare mzee, kwa sababu ukitaka kucheza stage hapo lazima uagane na nyonga. Kama hujakaa sawa sawa unaweza kana mna yuka shangaa. Umeondoka hapo namna hii. Lakini Mungu anawapa ujana mzuri wanaotumia kumchezea Bwana. Kuna wengine wanatumia kuchezea ndombolo na kitu gani huko sijui na zuchu na kitu gani, hao wasema mnawashangaa wanafanya kazi ya injili. Tutumie vipawa vyetu kumsifu Bwana. Ndio maana ya maisha yana thamani. Na jitahidi siku zote tumia kuwa mbunifu. Na uwafute wale wengine pia watembee hapo. Na hapa niseme tu kwa imani kwa sababu tunamsifu Mungu wakati mwingine na nyinyi mna mambo yenu magumu tu. Nakuta mtu anakuja kuimba pale, ameanza sauti ya kwanza anasema yote na unaanza unaimba kama chura. Hiyo chura pia ni Mungu amemuumbia kwa na sauti ya chura. Usianze kumkatisha tamaa, mtie moyo chura polepole, muelimishe. Utashangaa siku moja amekuwa na soloist au na sauti ya 4 au sauti ya ngapi, anakuwa ni kifaa kizuri. Hata mbuyo uanza kama ulivyo, ulianza kama mchicha. Wanakuja wale waimbaji wapya katikati ya kwaya yenu, muatie moyo. Polepole waeleweshe, watakoroma koroma hapo, lakini baadaye atakuwa ni kifaa kizuri. Nampendeka mchungaji Hiza, yuko kule mashariki na pwani. Yeye ni mfupi alafu kidogo ana udhaifu wa mguu wake namna hii. Anasema ni sawa. Alikutana na mtu mrefu akawa anajisifu sana kama mchungaji Molelea. Akasema ni kweli wewe inawezekana ukajisifu kwa sababu ni mrefu. Wakati wa kuchukua vitu hapo juu ya kabati unajisifu na urefu wako. Lakini ikifika wakati wa kwenda mfunguni, yeye ni kifaa mzee. Anakuta namna hiyo, ufupi wake unamsaidia. Kwa hiyo hata wewe katikati ya hali unaojiona kama una udhaifu, kwa Bwana wewe ni kifaa cha thamani sana. Nataka niwaambie hata katikati ya kwaya zetu tusiwadharau, tuwatie moyo vipawa vyao vipate kukua. Tubebane na kwaya ziendelee kukua. Msibaki wenyewe tu. Lazima muwe na watoto wanaokua katikati ya kwaya zetu. Tuwatie moyo wale ambao wanahitaji kuimba. Tuimbe kwa pamoja. Mungu amempa kila mtu kipawa na karama. Tumie vipawa hivyo kufanya kazi ya Bwana. Sio kuimba tu. Na wengine wamepewa karama za mali. Tumia mali zako kufanya kazi ya injili. Hizi kwa ukiziona zimekaa hapa, wale wengine wamevaa kule, wanaume wana t-shirt zao pale na wale pale. Mzee, hiyo nguo ni pesa. Ni matokeo ya sadaka ya washarika, wametoa sadaka zao na wao kajichanga wenyewe ili kazi ya Bwana isonge mbele. Tumia karama zako vizuri. Hata mali Mungu alizokupa zitumike kujenga ufalme wa Bwana. Kwa natembea hapo nje nikaruka mitaro fulani hapa, nikaambiwa ni nini? Nikaambiwa ni usharika unajengwa mtaa mmoja hapo. Ni matokeo ya watu ambao wametumia karama na mali zao kuipeleka injili mbele. Tukija hapa baada ya miaka fulani, hata ingia huko tena, tutakuta kuna hekalu limejengwa hapo. Ni nani? Wako watu ambao wanajua baraka kumtumikia Mungu. Amen. Wewe kazi ya Bwana inakuja na isuia. Atapita na wewe fulu. Usisuie kazi ya Bwana. Mungu ana njia nyingi. Kama ilivyo sauti yako kiremba, hata ukifa mzee, watu wataendelea kuimba. Hata usharika leo mimi nikifa mtu mwingine, usharika utadunda vile vile. Kwa hiyo usijidai hapa duniani. Kama Mungu amekubariki na vipawa na mali zako, vitumie kufanya kazi ya injili. Vitumie kuhubiri injili. Familia inayotumia vipawa na mali kwa ajili ya Mungu,
kupokea baraka na kuwa chombo cha baraka kwa wengine, pamoja na kujenga na kujimarisha katika imani ya Kikristo, bado tunakabiliwa na changamoto kubwa ambayo ni ukengeufu katika maisha ya imani. Wapendwa, kujenga na kuimarisha imani ya Kikristo katika familia, tunahitaji kujiepusha na ukengeufu, kudumu katika maombi na sala nyumbani, kushiriki ibada za nyumba kwa nyumba na Jumapili, pamoja na kutumia vipawa na mali zetu kwa utukufu wake Mungu. Familia inayomtegemea Kristo kuwa msingi wake itasimama imara hata katikati ya changamoto ya maisha. Na hapa wababa kama wanaume na wamama kama wanawake tunapewa wajibu wa kushirikiana kwa pamoja kujenga familia na kizazi cha wakati huu. Kuungana kwa idara hii ya malezi ya familia ni kwamba tunahitaji kuona kwamba wajibu wa malezi ni ya kwetu kwa pamoja. Juzi nilisema mahali, kama kuna dhambi ambayo tunahitaji kuja kuitubia sisi watoto wa umri huu na wengine waliotangulia mbele, ni pale ambao ukienda shuleni unaulizwa, mama yako anafanya kazi gani? Mama yangu afanye kazi, ni mama nyumbani tu. Lakini tumegundua kumbe mama alikuwa na kazi kubwa ya kutulea. Tofauti sana wametulea, matokeo yake ndio sisi tunaonekana. Leo wamama wote na baba wote wako busy, wameenda kwenye kazi. Watoto wameachiwa watoto wenzao wanawalea. Na zaidi sana au kibaya, anayemlea pia hujui historia alikolelewa, amelelewaje. Unamwachia mtoto na anakaa. Akinywa maziwa naye anakunywa hapo. Akilia naye wanalia wote wawili. Alikuwa analia manga shindwa kumbembeleza naye analia. Mungu atuhurumie. Pamoja na ubizi tuliokuwa nao, tusikose nafasi ya kukaa na familia zetu. Tusikose nafasi ya kuzungumza na watoto wetu. Kwa maana tunaunganisha nguvu ya pamoja kama idara kuona kwamba tunahitaji kulea watoto hawa. Ninasema na hapa niseme tena, kuimba na maonesho ni sehemu mojawapo ya kutufanya kuwa na ushirika na kuingiliana kwa pamoja. Lakini kama idara ya malezi ya familia, tuna wajibu wa ziada wa kuandaa watoto wa kike wawe wanawake na wewe mama kweli kweli. Watoto wa kiume kuandaa wawe wanaume na wababa kweli kweli. Huo ndio wajibu wa idara hii tulionao kubwa. Tutafakari kila mmoja na tuone umuhimu wetu wa kushirikiana kule ndani ya familia, ndani ya sharika zetu na mitaa yetu. Idara hizi zipewe nguvu. Tushirikiane idara ile, tukae tuzungumze na familia zetu. Hapo tutaona baraka na familia zetu zitakuwa imara. Engare, Nairobi, Engare, kijito cha maji